Katika semina ya leo pia tumeweza kutumia fursa hiyo kuzindua dawati, kuzindua eneo maalum ambalo litakuwa linahudumia wawekezaji wa ndani katika mkoa wa Songwe. Lakini dawati hili halitakuwa tu kwa ajili ya wawekezaji wa ndani, hata mwekezaji wa nje atakayehitaji kupata huduma na ushauri kupitia dawati hilo, kupitia ofisi hiyo, anaweza pia akatumia nafasi hiyo. Ni namna ambayo tunaenda kusogeza huduma za uwekezaji, huduma zile za usaidizi wa wawekezaji kuwa karibu zaidi na mwananchi. Nitoe rai kwamba itasikitisha kuona mwekezaji wa Songwe anashindwa kufanya uwekezaji Songwe, anaenda katika mkoa mwingine kufanya uwekezaji Songwe, wakati kile anachokifuata katika mkoa mwingine au mikoa mingine kipo hapa hapa Songwe na pengine kimejaa zaidi hapa Songwe. Ni vema wawekezaji wa Songwe wakatumia rasilimali, fursa, malighafi zilizopo katika mkoa huu kuweka uwekezaji, kufanya uwekezaji wa jumla au katika maeneo maalum yaliyotengwa, maeneo maalum ya kiuchumi yaliyotengwa katika mkoa huu. TISEZA wana wajibu wa kipekee. Kazi yao waliopewa ni kuhakikisha kwamba wanavutia uwekezaji, wanawaelimisha Watanzania kuhusiana na kuwekeza, lakini wanawezesha wawekezaji kuweza kutekeleza jukumu la kuwekeza ili tuweze kukuza uchumi wa nchi yetu. Sasa katika kutekeleza hilo, ndio maana leo hii sisi wananchi wa mkoa wa Songwe tumefikiwa. Lengo lao hasa ni kuweza kubadili fikra na mtazamo kwa Watanzania kwamba uwekezaji ni mahususi kwa raia wa kigeni na sio kwa Watanzania, kwa kutoa elimu ya uwekezaji. Kwa lengo lao wanataka kubadili fikra na huo mtazamo ambao umekuwa ukijengeka kwa baadhi ya Watanzania, kuona kwamba swala la uwekezaji ni kwa raia wa kigeni pekee. Swala hili la uwekezaji hasa kwa wawekezaji wa ndani ni swala la msingi sana katika nchi yetu ya Tanzania. Katika mkoa wetu tuna watu wenye uwezo wa ngazi za juu, za kati na za chini. Mimi niwaombe watu wenye ngazi zote wenye uwezo wa kuwekeza waje waanze katika